kwa nini ilichaguliwa hii dabi ikawa Ashanti na Boom FC wakati kuna vilabu vingi vilikuwepo hapa? Unajua moja kati ya ushabiki umeona sababu ya makundi. Unajua maeneo wanaoishi na wanaocheza ni hayo ni wachezaji ambao wanajuana. Yani mfano unajua kabisa leo nikienda kucheza mechi leo nakutana na Katanga wa Boom. Yani kuna bato ya mtu na mtu. Ndio. Yani striker kwa mfano tunazungumza hao waliokuja kupandisha timu kina Bakari Kigodeko. Yani eneo lile anajulikana kabisa, jamaa huyu ni striker yani yeye vichwa. Ndio. Crossi imo. Na mechi za unajua za mtaani zile marefari unawajua. Ndio. Kuchezesha unachezesha kwa machale. Sio kama sasa hivi napanga kiunoni napanga kiunoni. Yani mechi inaweza isiishe hiyo. Kwa sababu wachezaji wanajuana, kwa hivyo mechi mnapambana ndani ya uwanja, lakini mnajikuta maeneo yenu ya kukutana ndio hayo. Biashara ndio hizo mnafanya. Huyu anauza mtumba, huyu anauza sijui hiyo ice cream na nini. Kwa hiyo mizunguko yao ya utafutaji wa maisha pia wanakutana. Kwa hiyo wao wanakwenda kubishana uwanjani. Huyu anakuwa na msimamo wa timu yake na mashabiki zake, na huyu anamfuata huyu kwa sababu anawapenda. Kwa hiyo hii dabi ama ushindani baina ya Boom na Ashanti ulikuwa kwa sababu wanajuana. Yani huwezi kutoka Ashanti ukaenda Boom, na huwezi kutoka Boom ukaja Ashanti. Yani wewe wa huko na huko wa huko. Kwa hivyo wewe umeshaamua kuchagua kambi yako, tukutane uwanjani. Na kweli mechi zilikuwa zikichezwa inabidi kuwa na ulinzi kweli. Hizo timu zikikutana sio mchezo. Na washabiki wanaofuatilia hizo mechi wanaokuja pale sio wa eneo hilo tu. Yani watu hiyo mechi wakati hata vyombo vya habari si hivyo, havina taarifa nyingi. Yani taarifa, yani mechi kutangazwa vyombo vya habari vichache. Lakini watu walikuwa wanajua kila Jumamosi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili eneo lile viwanja mechi zinachezwa nyingi. Kwa hiyo ule ushindani wa taarifa zile za mechi zinasambaa haraka. Kwa hiyo hata mashabiki wenyewe wanatoka maeneo mbalimbali, sio Kariakoo tu kuja kufuata dabi. Watu wanatoka Kinondoni wanakwenda kuangalia hiyo mechi kwa sababu ni mechi ambazo zinavuta kwa maeneo. Kwa mfano Kinondoni kulikuwa kuna dabi yake, Magomeni pale kulikuwa kuna dabi zake, na hapa Kariakoo kuna timu ambazo zikikutana hivi kwa sababu ya wanakutana katika shughuli zao pia za utafutaji. Umeelewa sasa ninapokuambia kwamba hizi mechi zilikuwa zinahama. Kwa sababu unahama na mashabiki. Yani unaona mechi wanatoka Ilala wanakwenda kucheza Temeke au Tandika. Kwa hiyo watu wanajua kabisa hawa jamaa wapinzani wa Ilala wanakuja kucheza huko. Kwa mfano hawa wakija kucheza Msasani Magunia Kinondoni. Ndio. Watu wa Kinondoni, watu wa Magomeni, watu wa Kariakoo, yani mabasi yanajaa, watu wanakwenda kuangalia mechi. Kwa hiyo licha ya kwamba kulikuwa kuna huo mvuto, kwa maana watu walichokuwa wanakwenda kuona ni kweli wanakiona cha wachezaji, vipaji. Unajua siku zote wanasema mpira ni mchezo wa hadharani. Huwezi kupenda kitu kama hakikufurahishi. Huwezi kukiamini kitu kama hakikupi raha. Kwa hivyo wachezaji walikuwa wanaweza kuthibitisha hilo kwa kujituma. Wanapambana vipaji. Alafu na mashabiki nao wanajitamba kwamba bwana sisi mmetufunga, sisi mechi tarudiana tutaenda kucheza Tandika hii mechi. Kwa hivyo unaona, kwa hiyo ni namna ambavyo wakati ule vipaji ilikuwa ni rahisi kuvigundua, kwa maana viwanja vinajulikana vya mechi. Mechi za hasa timu za daraja la kwanza, la pili mpaka la tatu. Unajua wakati ule kulikuwa mpaka una daraja la 4. Ndio. Kwa hiyo daraja la kwanza, la pili na la tatu hapa kulikuwa kuna vipaji sana. Kuna wachezaji walitoka baadaye, lakini ukiacha Ashanti kutoa hao niliowataja hao, kuna timu hiyo ilikuwa na washindani miongoni mwa timu za mjini Pentagon. Alafu kuna hiyo Peshko. Alafu kuna timu moja ilikuwa ya Bandari iko hapo, kina Mohamed Abubakar hao, kina Phantom, kina Msheli, walitoka kwenye hizo timu. Sasa unaona ni vipaji ambavyo kwa sababu Simba Yanga wanawafuatilia na mashabiki ndo hao. Ndio. Kwa hiyo wanaambia jamani kuna mtu pale. Pale Ashanti wana mtu. Unaona kwa mfano kama Jamhuri Kiwelu alikuwa miongoni mwa wachezaji alikuwa akiwapenda sana. Kama wengi wanamfuatilia historia yake. Alikuwa ni Jabiri Azizi. Yani yule kila anapoenda, hadi alipoenda Mwadui alimchukua. Kwa sababu alikuwa anamjua tangu mdogo, kipaji asilia anakijua. Kwa hiyo Simba alivyokwenda akachangia wakati ule yeye na Kibadeni wakampeleka Simba. Na kweli alionyesha kiwango cha juu. Kwa hiyo ni vipaji. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.